Mashariki ya Kati italipuka kama cheche, ni kauli ya spika wa Iran akimwonya Donald Trump, rais wa Marekani, dhidi ya aina yoyote ya shambulizi katika Tehran. Spika wa bunge Mohammad Kalibaf anasema kwamba ikiwa Wamarekani watashambulia utakatifu wa Iran, eneo lolote litalipuka kama cheche kwenye dampo la risasi. Tehran itavishambulia vituo vya Marekani katika eneo lolote iwapo Washington itafuata onyo lake la madhara ya kijeshi kwa Iran kutokana na kukosekana kwa makubaliano mapya ya nyuklia. Spika wa bunge la Iran alisema hayo siku ya Ijumaa. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mapema mwezi huu kwamba ametuma barua kwa kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei akionya kwamba kuna njia mbili Iran inaweza kushughulikiwa kijeshi au kufanya makubaliano. Ikiwa Wamarekani watashambulia katika eneo lolote nchini Iran, eneo lote litalipuka kama cheche kwenye dampo la risasi. Spika huyo wa bunge Mohammad Kalibaf alisema misingi yao na ya washirika wao haitakuwa salama. Kalibaf aliongeza katika hotuba yake ya moja kwa moja katika siku ya Al-Quds ya kila mwaka ambayo imeadhimishwa siku ya jana Ijumaa ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hata hivyo, Khamenei ameutaja ujumbe wa Trump kuwa ni wa udanganyifu, na waziri wa mambo ya kigeni Iran Abbas Araghchi alisema siku ya Alhamisi kwamba mazungumzo hayawezekani isipokuwa Washington ibadilishe sera zake za shinikizo la juu. Iran ilikuwa imechunguza kwa kina barua ya Trump na kutuma jibu linalofaa kupitia Oman. Araghchi alielezea hayo. Hata hivyo, Waajemi wapo tayari kwa ajili ya mapambano, ni kauli iliyotolewa na waziri wa mambo ya kigeni bwana Abbas Araghchi, ambaye pia amesema barua ya Trump ilikuwa na vitisho, iliacha mlango wazi wa diplomasia. Na siku ya Ijumaa, Araghchi aliripotiwa na vyombo vya habari vya serikali akisema kwamba ingawa barua ya Trump ilikuwa na vitisho, pia iliacha mlango wazi kwa diplomasia. Hakufafanua zaidi. Katika muhula wake wa kwanza wa mwaka 2017 hadi 21, Trump aliondoa Marekani kutoka katika makubaliano ya mwaka 2015 kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani, ambayo yaliwekwa vikwazo vikali kwa shughuli zinazozaniwa za nyuklia za Tehran badala ya msamaha wa vikwazo. Baadaye Iran ilikiuka makubaliano hayo kwa kuvunja mipaka katika urutubishaji wake wa uranium, hasa baada ya Trump kurejesha vikwazo vipya na vikubwa zaidi kwa Marekani. Mataifa ya Magharibi yanaishutumu Iran kwa kuwa na ajenda ya siri ya kuendeleza uwezo wa silaha za nyuklia. Tehran inasema mpango wake ni kwa madhumuni ya nishati ya kiraia. Hata hivyo, bwana Mohammad Kalibaf amesema mfumo wa kibeberu unadumisha uhai wake kupitia dhulma na ukandamizaji dhidi ya jamii ya binadamu, na kwamba Palestina ni dhamira iliyoamka na jamii ya kimataifa dhidi ya mfumo wa kibeberu, huku akielezea kuwa uhusiano wa Marekani na utawala wa Israel na uhusiano wa ushirikiano, mapatano na uungaji mkono na ushirika. Spika wa bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran alisema kwamba uhusiano kati ya Uingereza na Israel pia ni uhusiano wa baba na mtoto, na kwa maneno mengine, Uingereza inataka kukamilisha mradi ambao haujakamilika, ambao uliuanzisha mwaka 1948 wakati wa vita vya kwanza vya dunia, na kuasisi jumuiya ya Wazayuni katika Mashariki ya Kati. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.